Asante sana. Kwa jina naitwa Frank Likanda, ni mfanyakazi wa Caritas na NGO Njombe. Caritas jimbo la Njombe linatekeleza mradi wa utunzaji mazingira. Katika mradi wa utunzaji mazingira tuna aina mbili za miti. Aina ya kwanza ni miti ya matunda na aina ya pili ni miti ya mazingira. Katika miti ya matunda tunaanza na parachichi. Hizo ndo parachichi kama mnavyoona zimezalishwa hapo na nini katika eneo la Yakobi Mayambatu. Caritas inatekeleza katika mradi wa utunzaji mazingira. Tumeanza na miche ya aina ya parachichi kama inavyoonekana. Aina ya pili ni hiyo miti ya matunda ni limao ambayo kama inavyoonekana hapa kwenye kitalu. Hii ni aina ya miche ya matunda. Aina ya tatu ni miche ya matunda ambayo ni mapela kama inavyoonekana hapo. Hiki ni kitalu cha mapela. Tunatekeleza katika uzalishaji wa miche ya matunda. Hii ni aina ya tatu ya miche ya matunda ni mapela. Aina ya nne ni matunda damu. Hiyo ni aina ya miche ya matunda, kwa maana kwamba tulianza parachichi, tukafuata limau, tukaja aina ya tatu mapela, na sasa tunakuja kwenye aina ya nne ya miche ya matunda ni tunda damu kama inavyoonekana kwenye kitalu. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, kwa maana kwamba tuna aina mbili za miche, kwa maana kuna miche ya matunda na miche ya mazingira. Sasa tunakuja aina ya pili, miche ya mazingira. Katika miche ya mazingira tuna aina ya kwanza ambayo inaitwa jacaranda. Jacaranda ni miche inatumika katika vivuli na pia inatumika katika swala zima la kuweka kwenye mipaka katika mashamba. Kwa hiyo hii inatumika sana katika vivuli. Unaweza kutumia kwa namna nyingine kama kuni, na pia unaweza kaipanda kuzungushia katika maeneo yako ni kama mapambo. Aina ya pili ya miti ya mazingira tuna miti ambayo inaitwa aina ya kaliandra. Kaliandra hii ni miti inatumika katika malisho ya mifugo ya ng'ombe. Hiyo inaenda sawa na rusina, inatumika kwa maana kwamba ukishapanda huu mti wa kaliandra, majani yake unatumia kama vile chakula cha malisho ya mifugo. Inatumika kwenye ng'ombe, mbuzi, kondoo na aina nyingine ya mifugo. Aina ya tatu ya miti ya mazingira ni rusina. Rukina inatumika vile ni sawa ni kama kaliandra, yote ni aina moja ila inatofautiana kwa maana kwamba hiyo pia inatumika katika malisho ya mifugo. Kaliandra na rusina ni aina moja ya miche ambayo inatumika katika chakula cha mifugo. Hiyo pia namna yake ya kufanya kwa maana kwamba ukishaipanda utakata matawi yake, pia inatumika kulisha mifugo, inaenda sawa na kaliandra. Kaliandra na rusina zote ni aina ya miche ya mifugo. Hiyo ni aina ya nne ya miche ya mazingira, mwarobaini. Mwarobaini matumizi yake ni kwamba hiyo ni dawa kwa binadamu, pia ni dawa kwa mifugo. Matumizi yake ni namna haya: majani unayachuma, unayatwanga, maji yake ukishachuja unakunywa. Kwenye mifugo pia inatumika kwa maana kwamba ukishatwanga majani yake, yale maji ukishayachuja, ile dawa inatumika pia kwenye mifugo. Na inasaidia kutibu yale magonjwa kama ya kuhara kwa mifugo. Kwa binadamu ni masuala zima ya tumbo. Hiyo ni aina ya tano ya miche ya mazingira, mivengi. Mivengi ni miche ya mazingira ambayo inatumika kwenye vyanzo vya maji. Na inasaidia sana katika utunzaji wa maji katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo mivengi ni miche aina ya mazingira, inatumika sana katika vyanzo vya maji. Kwenye mito, tunapanda pembezoni mwa mito, na inasaidia kutunza vile vyanzo vya maji katika utunzaji wa mazingira. Pia katika kitalu chetu cha Yakobi Mayambatu tunazalisha pia miche ya milingoti na miche ya mpaini. Huu ni mche wa mlingoti ambao hiyo miche tunaiuza kama kawaida. Mche mmoja tunauza kwa shilingi 100, na uzalishaji wake umeshaanza tangu mwezi wa 7 mpaka sasa hizi tayari tunaiuza hiyo miche ya mlingoti. Hiyo pia ni aina ya pili kama nilivyotangulia kusema kwamba tuna aina mbili za miche ambayo tunaiuza hapa kitaluni. Tuna mlingoti ni ule wa kwanza, na sasa tunakuja paini. Hiyo ni miche ya paini pia yenyewe inauzwa. Na sasa kwa maana kwamba bado inaendelea kuzalishwa hapa kitaluni, ila ifikapo kuanzia mwezi wa 2 basi tunaanza rasmi kwa kuiuza. Kama inavyoonekana ukuaji wake kwa sasa unafikia hivi.
Kwa hiyo tukifika mwezi wa pili tunatarajia kuuza, na mche mmoja unauzwa kwa shilingi 100.